Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu na mtafiti wa tiba asili na miti mbalimbali. Karibu sana mpendo mtazamaji wangu popote ulipo. Habari za muda huu? Mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea vizuri. Sijui wewe huko unaendeleaje? Karibu tuendelee katika kipindi hiki cha tiba asili. Lakini pia wewe ambaye ni mgeni na unaungana nami katika hii video kwa mara ya kwanza, na kuomba usubscribe, share kwa wengine nao wakajifunze mambo ya kiroho, mambo ya tiba, ili tuweze kusaidiana katika changamoto mbalimbali za kimaisha. Leo nimekuja na somo zuri. Somo hilo ambalo linahusiana na mambo ya kukinga chuma ulete, kukinga wale waiba pesa katika mifuko ya watu na waiba pesa kwa njia mbalimbali za kiroho. Sasa nataka nikufundishe namna ya kuzuia chuma ulete. Una chuma ulete inakusumbua katika biashara, nyumbani kwako hela hazikai, hela zinapotea. Sikiliza kwa makini sana hii video. Inaweza kukuokolea leo, mambo yako yakaenda vizuri katika shughuli zako za utafutaji. Unachotakiwa uwe na kipande cha kitambaa kama hiki, afu unatakiwa uwe na chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe hii hapa kama unavyoiona. Hii ndio chumvi ya mawe. Unatakiwa uwe na vipande vitatu. Hivi ni vipande vya chumvi ya mawe, unatakiwa uwe navyo vitatu. Ukishakuwa na vipande vya chumvi ya mawe vitatu, unatakiwa uwe na simbi. Unazoziona hizi hapa ni simbi. Hizi ni simbi. Simbi hizi utachukua simbi mbili. Na utachanganya katika chumvi ya mawe. Simbi mbili katika chumvi ya mawe. Alafu utachukua mkaa, kipande cha mkaa kama hiki. Alafu utavifunga pamoja. Simbi, chumvi ya mawe pamoja na hii mkaa. Ukishamaliza unatakiwa uvifunge vyote katika kitambaa. Kwa mfano ni hivi hapa. Unavyoviona hivi, unavifunga hivi. Unachukua na chumvi ya mawe vidonge vitatu. 1, 2, 3. Hivi hapa. Ukishakuwa navyo hivi, utavifunga katika kitambaa chako taratibu kwa manuizi ya kulinda pesa. Wewe utahusisha jina lako, majina yako mawili mpaka matatu, haina shida, utafunga. Ukishafunga mafundo yako mawili kama hivi, utafunga fundo hili hapa, alafu utafunga fundo lingine la pili. Ukishafunga mafundo yako mawili hivi, basi wewe utaweka katika pesa zako unapohifadhia pesa, ndio utaweka hii kinga ya chuma ulete. Hii kinga ya chuma ulete utaiweka unapohifadhia pesa zako, iwe ni kwenye biashara au nyumbani. Una pochi ambayo unaweka pesa, una sehemu ambayo unaweka hela, sehemu yoyote ambayo unahifadhi pesa zako utaweka na hii kinga ya chuma ulete. Hii kinga ya chuma ulete inatakiwa ikae miezi 6. Na hii kinga ya chuma ulete unatakiwa uwe unaifukiza na udi wa Saiflora, udi maka au ubani maka au ubani mweupe. Huo unaifukiza siku ya Ijumaa, siku ya pesa na bahati ni siku ya Ijumaa. Utakuwa unaifukiza. Ukishaifukiza hii, utakuwa unairudisha pale pale ambapo unaiweka siku zote. Kwa hivyo ndani ya miezi 6 utakuwa ufukize, kila wiki unaifukiza hii kinga ya chuma ulete. Kwa hivyo hii kinga itakusaidia sana kuzuia pesa ambazo zilikuwa zinapotea katika mazingira ya kutatanisha, na wale ambao wanasumbuliwa na chuma ulete katika biashara, basi chuma ulete hata kuvamia tena na utasahau kabisa, na pesa zako utakuwa na ulinzi mkubwa wa kutosha. Mpendwa mtazamaji wangu, fanya kinga hii, tengeneza ili ikusaidie. Kinga hii ni nzuri sana, imeweza kuwasaidia watu wengi ambao huwa nawatengenezea, lakini pia tunayo ambayo imetengenezwa kabisa
unaweza ukanitafuta baadaye, nitaweka namba ya simu kwa ajili ya kutoa huduma hii ya kinga ya chuma ulete. Lakini pia mpendwa mtazamaji wangu, wewe ambaye ni mgeni katika hii video, na kuomba ushare, subscribe na wengine hao wakajifunze elimu hii nzuri sana. Lakini tunatoa tiba mbalimbali, dawa pamoja na huduma za ushauri bure wa tiba asili, na changamoto yoyote ambayo unasumbuliwa nayo popote ulipo, tupo kwa ajili yako. Karibu sana, tunapatikana Buza, Dar es Salaam. Bonyeza alama ya kujumlisha 255778723281. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika wakati ujao. Endelea kufuatilia chaneli hii ya Mary Herbal Center ili uweze kupata faida kubwa katika maisha yako.